وأنذر إليهم معتلي كل مطلوب تيسر. معاشر الحاضرين وأمري ya kutoka kwa wasimamizi na waendeshaji hauli hii, nitaka niseme machache kuhusu fikrayati ya hawa watu. Na hakika hii ndiyo malengo ya hizi hauliyati. Hawa ni watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewaleta ili tupate kujiona. Hiki ni kioo. Kioo chetu ni hawa watu wema, na hakuna kitu kikubwa kama watu wema. Ashabul Kahfi lile jibwa lilikuwa takatifu kwa sababu ya watu wema. Jibwa lilikuwa takatifu na litatajwa kila Ijumaa kwa mtaja, wa kalbuhum basitun dhira'i bilwasi. Kwa nini? Kwa sababu limeambatana na watu wema. Na ndio katika wanyama watakao kuingia peponi, mmoja ni kalbuhum basitun dhira'i bilwasi, kwa sababu wamekuwa na watu wema. Kwa hivyo ndio ikawa katika kila swala wasema ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim, watu ambao kwamba wameneemeshwa na watu wema. Kwenye tahiyatu wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, na mitume wenyewe kwa saa zote waomba kuwa na watu wema. Je, sisi ni mbabi aula? Hakuna katika kitu kikubwa kama kutaalakiana na watu wema. Ndio Habib Abdullah bin Ali al-Haddad yasema mahabbatuhum dini wa fardhi wa sunnati, mahaba yangu wa kuwapenda watu wema ndio dini yangu, ndio faradhi kwangu, ndio mwendo wa mtume. Na leo hapa tuko kwa mtu ambaye kwamba ana tarehe kubwa sana, na watu kama hawa fabihudahu muqtadi, kwa uongofu wao yataka na sisi tupate njia ya kufuata. Habib Abubakar bin Abdullah Bakathir, Sheikh Abubakar bin Abdullah Bakathir ni mtu ana tarehe kubwa sana. Tarehe yenyewe, na huwezi kumtaja yeye bila ya kumtaja Habib Ahmad, ndio shekhe lake, bila ya kumtaja babake Sheikh Abdullah, ndio shekhe lake, ndiye murabi wake. Huyu alizaliwa Lamu na babake pia alizaliwa Lamu, na kisa kikubwa sana ilikuwa ni mtu ambaye kwamba Sheikh Abdullah ametalakiana sana na Habib Saleh. Sheikh Habib Saleh akisema mimi Sheikh Abdullah ni mwalimu wangu, na Sheikh Abdullah akisema Habib Saleh ni mwalimu wangu, akamwambia mimi natafuta shekhe wa kunishika mkono kumpeleka kwa Mungu. Unajua kila mtu ana mzazi, kuna wazazi wa kiroho. Habib Saleh akampa sigha ya swala ya Mtume. Huwezi fika bila swala ya Mtume.
wewe ukitaka kutoa jino utakwenda kwa daktari wa meno, hutokwenda kwa plamba akakutoa kitaya. Wewe wataka kwenda kwa mtumi, wataka kwenda kwa watu wa mtumi, pita kwa watu wake. Habib Saleh akamwambia, akamwona usingizini, akamwona Habib Ahmad yuko Unguja, msikiti wa Ijumaa, amesimama ngojea. Akitoka asubuhi akamwendea Habib Saleh, Habib Saleh akamwambia, akungoja, nenda, wajafunza nini kwangu? Habib Saleh ashamuona zile connection, akapanda akafunga safari, akaja zake Unguja. Mara ya kwanza kuingia Unguja, akiingia Zanzibar, akauliza msikiti wa Ijumaa ni upi? Akaambia ni ule pale. Akenda amuona Habib Ahmad amgojea, yule alimwota usingizini, akamshika mkono. Basi hakurudi tena Lamu. Ana watoto, ana mke, lakini nataka hayatun ambayo kwamba ya milele nishaipata. Ikawa yeye yuko chini ya shekhe lake Habib Ahmad. Akarudi Lamu, akamtukua Sheikh Abubakar. Sheikh Abubakar alikuwa na ukhti yake mkubwa wake ambaye ameolewa na mtoto wa Habib Saleh, wakazaliwa kina Said Ali Badawi, wakazaliwa kina Sharif Kitami, wakazaliwa Sharif Muhammad Dini, wote hawa ni ukoo wa Alu Bakathir. Sheikh Abubakar alipokuja hapa alitukuliwa pap, akapelekwa kwa Habib Ahmad, akasomeshwa. Na watu wasema, muarikhina wote wasema, Zanzibar kulikuwa na wanazuoni, kulikuwa na elimu kabla, lakini alipoingia Habib Ahmad tables. Kwanza alikuwa anafahamu kama jini, alikasomesha zikasomesheka. Kiswa kimoja ambacho kwamba ni mashuhuri kwetu sisi, alikuwa akisafiri sana Sheikh Abdullah, akisafiri sana, akenda India, akenda wapi kufanya biashara, akenda mpaka Singapore, akarudi. Akija Habib Ahmad amwambia, je, umetuletea zawadi gani? Ambera, mimi nimepata wanazuoni kule nifundisha ilmu al-miqati. Huku ilikuwa hakuna ilmu al-miqati, alikuja nayo ni Sheikh Abdullah Bakathiri. Akamwambia, basi baada al-ishai leo utanionyesha. Wakakaa baada al-ishai mpaka alfajiri, siku moja, usiku moja tu. Siku ya pili akatoa jadwal ile Habib Ahmad, ile ambayo muionao msikitini ile. Alisoma kwa siku moja, usiku mmoja, juu ya elimu yote aliyokuwa nayo Habib Ahmad, kwa kisa ambacho kwamba ni mashuhuri kwenu nyinyi hapa, wala yunabiuka mithlu khabir. Nyinyi mjua sana Habib Ahmad kuliko sisi. Lakini Habib Ahmad alipokuwa ni kadhi hapa, ikawa yeye hakukubaliana na mfalme Said Barghash kwa kadhia ndefu, akakimbia kenda zake Ngazija. Ukadhi kwake si lolote, hawataki
kutumikia ulimwengu, wakauza ulimwengu kwa akhira yao. Akenda zake Komoro. Sultan Muhammad al-Majid wa Turki akapata habari, akapelekewa, ikaja telegram kwamba atakikana Istanbuli. Akatoka kwenda Istanbuli na shekhe lake Habib Fadhl, akawa yuko kule Istanbuli, akasoma kwa shekhe lake, akasoma kwa mashekhe. Ilikuwa kila mahali yeye ni kusoma. Sio leo wewe ushasoma, ushakuwa ni mudiri, ushakuwa nini, hutaki tena kusoma. Habib Ahmad ansoma, yuko Istanbuli. Habib Ahmad akapata medali za kutoka Turki, na Turki ilikuwa ni super power siku hizo. Katika dola za Kiislamu, the longest dynasty ni ya Maturki, dola Uthmaniyin. Akisha akatoka kwa amri ya shekhe lake, akenda zake Makka. Baada ya kutoka Makka akenda Azhar, kote enda kusoma. Alipokufa Barghash, ndio Said Majid akamtaka yeye aje hapa. Said Majid alikuwa hakukubaliana na babake. Yule alitolewa ni mtu peke yake alioambiwa kwamba yeye si raia tena wa Zanzibar. Uliukenseliwa uraia wake na Said Barghash. Mtoto wake akamregesha, ndio akampa uchief kadhi. Basi shekhe lake, mwanafunzi wake ni Sheikh Abdallah. Sheikh Abdallah yule akampeleka Hadhramuti, na Sheikh Abdallah naye akampeleka Sheikh Abubakar Hadhramuti, kule ambao kwamba alipopata elimu Sheikh Habib Ahmad. Habib Ahmad alikuwa rafiki yake sana ambassador wa Uingereza hapa. Akamwambia, kwa hisani zenu musifanye makosa mukaiharibu Yaman, mukaifanya kama Unguja, kwa sababu Habib Ahmad alikuwa hakubaliani na liberation movement. Ilikuwa akhlaqi za badilika, wanawake wenda masokoni, wanawake wafanya biashara. Habib Ahmad hakutaka yale, pigana nayo sana. Habib Ahmad hakukubali watoto wasisomeshwe dini. Akaanza first integrated school yeye, ikawa watoto wasoma dini ndani na madaris, na akaiweka, akamwambia Habib Abdallah, akamwambia Sheikh Abdallah, fungua markaz hapa. Ikafunguliwa markaz ya Ukutani, Atpana ile iliyoko Lamu, Riyadha. Wakawa hawa ni watu ambao kwamba Ukutani na Riyadha yafanya kazi kupambana na ukoloni na dini, ilmu za kizungu zikawa zimetamalak watu. Lakini ukatoka wanafunzi wengi sana hapa Ukutani. Manake ardhi ikiwa ni mzuri, uzazi zuri. Kumetoka nani hapa? Kumetoka Said Hamid Mansab. Kumetoka nani hapa? Kumetoka Muhammad bin Umar, Bwana Shangani. Kumetoka nani? Kumetoka Said Umar Abdallah. Kumetoka kila mtu mwangaliaye amshinda mwenje. Sheikh Suleimani, nani wote. Elimu ikaenea. Sheikh Ayub, kisha akamleta watoto wake. Sheikh Ayub wakaeneza elimu Tanga na kwingineko, na Tanzania bara huko zikaenea elimu. Ni kwa sababu ya markaz.
legacy yao ilikuwa ni elimu. I'rif al-haqqa li ahli al-haqqi, ijue haki kwa watu wa haki, wasluk ma'ahum. Alhamdulillah, tuiona ishara na bishara, kwa sababu Unguja ilikuwa ni taa, ikawa sasa kisha ikenda min ghayabatil jubbi, mpaka sasa imekuwa ila ghayabatil hubbi. Vijana Mwenyezi Mungu atawapa nguvu, kina Sheikh Samir wafanya kazi za wazee. Habshi yuko hapa, Mwenyezi Mungu naye atampa afya, Mwenyezi Mungu atampa uwezo, Mwenyezi Mungu atampa ikhlasi, Mwenyezi Mungu aitengeneze ukutani kwa nguvu za mabwana. Ukifuata mabwana, ukifanya mambo yao, basi wewe huna neno. Kuna watu, kulitokea mapinduzi hapa, walikuwa watu wako karibu sana na Said Ahmed bin Smeti, watu karibu sana na Habib Omar. Shekhe, kumetokea mapinduzi, wamekwenda, walipokwenda wamekuwa ni wafalme zaidi walipokuwa Zanzibar. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya watu wema. Mahabbatuhum saada, kuwapenda ni kusuudika. Mwenyezi Mungu hakuati, lazima wewe akulipe kwa sababu ya watu wema. Na hii ndio aqidatuna, na hii ndio akida ya Kiislamu. Watu watamalizika, mambo yatamalizika, lakini wale watu bado wako, mambo yao bado yako. Mwenyezi Mungu atukundulie majumba yetu, Mwenyezi Mungu atukundulie biashara zetu, Mwenyezi Mungu atutengenezee watoto wetu, Mwenyezi Mungu awatengeneze mabarabara wetu, Mwenyezi Mungu azitengeneze marakis zote ambao zasimama kwa ndia ya mabwana. Wa bihadha, wassalamu alaikum wal afu minkum.